Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM, tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Serikali wilayani Biharamulo mkoani Kagera imewaonya watumishi wa halmashauri hiyo wanaoshindwa kuwajibika katika nafasi zao. Msajili wa vyama vya siasa nchini ametangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hadi pale watakapotekeleza maelekezo ya ofisi ya msajili. Na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ameteua timu ya wataalamu wa sheria kuanza mchakato wa kuandika katiba mpya. Habari kamili. Dar es Salaam. Msajili wa vyama vya siasa nchini ametangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hadi pale watakapotekeleza maelekezo ya ofisi ya msajili. Taarifa ya msajili wa vyama vya siasa iliyochapishwa na kusainiwa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano na elimu ya uraia Abu Kimario hapo jana imesema kuwa maamuzi hayo yamefanyika chini ya kifungu cha 18 kifungu kidogo cha 6 cha sheria ya vyama vya siasa. Taarifa hiyo imebainisha kuwa hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imefikiwa mara baada ya kueleza kuwa Chadema imekaidi mara kadhaa maamuzi ya ofisi ya msajili ikiwemo taarifa ya Mei 25 mwaka huu. Aidha, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imeendelea kusisitiza kuwa chama hicho kwa sasa hakina viongozi wanaoweza kusimamia mapato, matumizi na marejesho ya fedha hizo za umma. Msajili huyo pia amebainisha kwamba Bwana John Mnyika, Amani Golugwa, Ali Ibrahim Juma, God Bless Lema, Dr. Lugemeleza Nshala, Rozi Mayemba, Salima Kasanzo na Hafidhi Ali Salehe sio viongozi wa Chadema, sambamba na watendaji wengine wote walioteuliwa katika kikao cha baraza kuu la Januari mwaka huu. Biharamulo. Serikali wilayani Biharamulo mkoani Kagera imewaonya watumishi wa halmashauri hiyo wanaoshindwa kuwajibika katika nafasi zao na kusababisha malalamiko kutoka kwa wananchi. Mkuu wa wilaya ya Biharamulo SACP Adivela Bulimba amesema hayo wakati akiongea na watumishi na wakuu wa idara wa halmashauri hiyo juu ya wajibikaji katika nafasi walizopangiwa. Amesema baadhi ya wakuu wa idara, hasa wakuu wa shule za msingi na sekondari, wanashindwa kusimamia nafasi walizopewa kwa kujihusisha na vitendo visivyoendana na maadili yao, hivyo kusababisha wananchi kuichukia serikali. Hivi hicho kitu akidhibitiwi waheshimiwa madiwani, mheshimiwa mwenyekiti, si ni uzembe tu? Wewe unamuombaje mzazi chakula kisichokuwa na uhalisia? Lakini vyakula pia vikiletwa, kuna baadhi ya shule wanaviiba. Sasa hilo utamlaumu mzazi au ni uzembe wa wasimamizi kuanzia ngazi ya kata? Kwa hiyo vitu hivi mheshimiwa mwenyekiti, bado naendelea kuvikemea, na wataalamu lazima, anataka hataki, lazima abadilike. Lazima tufanye kazi. Kama uwezi utaalamu ule uliokuja kufanya Biharamulo, basi ondoka Biharamulo. Kwa nini upo Biharamulo na ufanye kazi unaotakiwa kufanya? Kwa hiyo lazima wataalamu wamuone mkuu wa wilaya mkali, na siwezi kuruhusu vitu kama hivi. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Bwana Innocent Mkandala amesema atafuatilia wakuu wa idara wasiowajibika ipasavyo katika nafasi zao ili hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Dodoma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mbunge wa jimbo la Karagwe Bwana Innocent Bashungwa amewataka wananchi kutoa ushirikiano wa ulinzi na usalama katika wizara hiyo ili kulinda amani ya nchi. Ametoa kauli hiyo kupitia hafla ya utoaji wa zawadi kwa watumishi na askari wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi waliofanya vizuri zaidi kiutendaji kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025 iliyofanyika ukumbi wa Mabere wa Jeshi la Wananchi Tanzania jijini Dodoma usiku wa kuamkia leo. Bwana Bashungwa amesema ulinzi na usalama ni jukumu la kila mwananchi, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, ili kuweza kulinda tunu ya taifa,
ambayo ni amani. Mmoja wa watumishi hao waliopewa zawadi kutoka idara ya huduma za uangalizi, afisa huduma za uangalizi mkoa wa Shinyanga, Bi Regina Kajara, amesema zawadi walizopewa ni chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa ajili ya ustawi wa nchi. Kilimanjaro. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amewataka wafanyabiashara wa mifugo nchini, hususan wanaosafirisha mifugo hiyo kwenda nje ya nchi, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Dr. Kijaji ameyasema hayo jana wakati wa uzinduzi wa mnada wa kileo uliopo wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema kumekuwepo na baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu ambao hutumika na wafanyabiashara wa nchi jirani kununua na kutorosha mifugo kwa siri. Wakati mwingine wafanyabiashara kutoka nchi jirani huingia na kwenda moja kwa moja katika minada ya awali kwa kuwatumia wenyeji kununua mifugo hiyo na kuisafirisha kinyume na taratibu. Hivyo ni watake sasa wafanyabiashara ya mifugo nchini, hususan wanaosafirisha mifugo kwenda nje ya nchi, kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Miundombinu imewekezwa. Kuna sababu ya kufanya hayo uliokuwa unayofanya huko nyuma. Mtambue kwamba utoroshaji wa mifugo ni kosa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu. Kuhusu mnada huo wa kileo aliouzindua Dr. Kijaji, amesema ujenzi wake umegharimu shilingi milioni 208.9, utasaidia kutoa fursa za kimkakati katika kuyafikia masoko ya ndani na nje ya nchi. Ameongeza kuwa mnada huo una uwezo wa kupokea ng'ombe 500 na mbuzi na kondoo 3,000 kwa mara moja, na kusisitiza utunzaji wa miundombinu yake ili iweze kuwanufaisha wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Goma. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Joseph Kabila, ameanza mikutano na viongozi mbalimbali katika mji wa Goma, ambapo jana mchana amewapokea kwa mazungumzo ya faragha viongozi wa kundi la waasi wa M23, Bwana Corneille Nangaa na Bertrand. Taarifa zimeeleza kuwa Kabila ataendelea na mazungumzo na makundi mengine, wakiwemo viongozi wa mashirika ya raia, viongozi wa makanisa, makundi ya wanawake pamoja na wafanyabiashara, ili kuelewa matatizo wanayokumbana nayo. Aidha, taarifa zimesema kuwa baada ya mikutano yote mwishoni mwa wiki hii, Bwana Kabila anapanga kufanya mkutano na waandishi wa habari, ambapo atatoa msimamo wake kuhusu hali ya machafuko mashariki mwa DRC na yale ambayo ameyakusanya kutoka kwa watu mbalimbali. Baada ya bunge la Seneti kumvua kinga ya useneti wa kudumu, Bwana Kabila alihutubia raia wa DRC na kusema kuwa rais aliyepo madarakani Felix Tshisekedi ameshindwa kuongoza nchi, huku akiahidi kupigania taifa ili amani ya kudumu ipatikane. Ankara. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ameteua timu ya wataalamu wa sheria kuanza mchakato wa kuandika katiba mpya. Akizungumza na maafisa wa chama chake hapo jana, Erdogan amesema wataalamu hao 10 aliowachagua watatimiza jukumu la kupatikana kwa katiba mpya, kuchukua nafasi ya sasa ambayo iliandikwa baada ya mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka 1980. Hata hivyo, wakosoaji wake wamesema katiba hiyo itamruhusu kiongozi huyo kusalia madarakani hata baada ya mwaka 2028 pale muhula wake wa sasa utakapomalizika. Erdogan, ambaye ameitawala Uturuki kama rais tangu mwaka 2014 na kuwa waziri mkuu kwa zaidi ya muongo mmoja kabla ya hapo, amekuwa akiwania upatikanaji wa katiba mpya, akisema kuwa iliyopo sasa imepitwa na wakati na bado imebeba athari za kiutawala wa kijeshi licha ya kufanyiwa marekebisho kadhaa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Serikali wilayani Biharamulo mkoani Kagera imewaonya watumishi wa halmashauri hiyo wanaoshindwa kuwajibika katika nafasi zao.
Msajili wa vyama vya siasa nchini ametangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hadi pale watakapotekeleza maelekezo ya ofisi ya msajili. Na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan ameteua timu ya wataalamu wa sheria kuanza mchakato wa kuandika katiba mpya. Waza Wazua. Msikilizaji, kumbuka ulikuwa una lengo lako kabla watu hawajaongea maneno yao. Jifunze kubaki kwenye lengo lako. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.